tafakari ya ukweli. Tanisamehe, nitaongea kwa shida kidogo sababu na kidonda mdomoni, niko na malaria. Lakini mada nilionayo siku hii ya leo inasema, unapotarajia Mungu afanye kitu au afanye jambo alafu asifanye. Mpendwa mtazamaji, pamoja na magumu mengi yaliyomo duniani, Mungu wetu bado anaitwa ni Mungu mwema, aliyejaa huruma na fadhili zake ni za milele. Ni mwaminifu kwa ahadi zake zote. Hivyo basi, pale ambapo tunatarajia kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetupenda hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee kwenye shida, bali apate uzima wa milele uliojaa furaha, mafanikio na amani na afya. Mungu hafurahi kumuona mwanadamu anapata shida. Kutokana na wanadamu wetu tunashindwa kumwelewa Mungu anataka nini haswa. Umetoa sadaka nyingi, zaka unatoa, mikutano unatoa, sadaka unatoa za kutoa, michango unatoa ya kutosha, lakini unahitaji mtoto, lakini mtoto hupati. Unataka kazi, lakini kazi hupati. Unataka mume wako abadilike au mke wako abadilike, lakini mambo hayaendi. Unataka upandishwe cheo, mambo yakai vizuri. Hebu mfikirie dada huyu ya miaka 23, yuko chuo kikuu, anataka kuolewa, ni bikra. Ananiambia, dokta, mimi nimeokoka, kila mwanamume naona kwamba anaweza kufahamu kuwa mume wangu anasema hawezi akakubali kusubiri ndoa ndo afanye mapenzi. Nimejitunza, bado ni bikra na miaka 23, nimeanza kuchoka. Sema nimeanza kuchoka. Kila mwanaume anayemuona kama anafaa kuwa mume wangu, nikimkubali, nikianza tu mahusiano naye, anataka kufanya mapenzi kwanza hata kabla ya ndoa. Anaomba Mungu, anafunga, anafanya dini, lakini bado anakutana na majibu yale yale. Anaona nimepoteza muda wangu kweli. Marafiki zake wote wanalala na wanaume ovyo ovyo. Marafiki zake wote wanakubali tu kulala na wanaume ovyo ovyo, lakini yeye amekulia kwenye familia ya kilokole. Anajua kufanya mapenzi kabla ya kufunga ndoa ni dhambi. Amefunga na kuomba, lakini hapati majibu anayoyatarajia. Amweleweje Mungu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mnaotaka wachumba, nitawapatia mchumba. Ama njoo, Yesu anasema njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mizigo. Haya, tunasoma Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji gani tena huyu? Mbona mimi nimepungukiwa na mume? Mbona nimepungukiwa na hela? Mbona mimi nimepungukiwa na mtaji? Huyu mchungaji gani huyu anayezungumziwa kwenye Zaburi ya 23? Pendwa katika Bwana, Yesu anatupenda, anataka kutusaidia, anataka kutuonyesha njia yake. Anasema kondoo zangu wanaisikia sauti yangu. Anasema kondoo zangu wanaisikia sauti yangu, hawatafuata sauti ya mtu mwingine. Ndio hao wanaoweza kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kunilaza katika majani mabichi. Sasa unapojikuta umelala kwenye majani makavu, yanakukwaruza, yanakuchana ngozi, tambua huyo sio mchungaji, huyu Yesu. Sasa kwa nini wewe unaona kwamba unayefuata ni Yesu, mchungaji mwema? Anakulaza kwenye majani makavu, yanalia kacha kacha, anakupigia kelele. Inakuwaje? Tumwangalie Yesu anasema nini kwa ajili yetu sisi tunamfuata. Twende kwenye kitabu cha Zaburi ya 22.
Zaburi ya 22 kuanzia mstari ule wa kwanza. Kuna maneno haya: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? E Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe umtakatifu, unasema kweli siku zote, udanganyi. Uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka, walikutumainia wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Wanasemaje? Husema, umtegemee Bwana na amponye, na muokoe sasa, maana apendezwa naye. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Ulinitumainisha wewe matitini mwa mama yangu. Kwako nilitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu. Ndiwe Mungu wangu, usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu, kwa maana hakuna msaidizi. Unamtegemea mume wako naye huyo anachepuka. Unamtegemea bosi wako naye anakusema vibaya na kutongoza. Anataka umkubali, ufanye naye mapenzi ndio kupandisha cheo. Umeomba kazi, wale wanaotaka kukupa kazi wanasema mpaka ulale na mimi ndio nikupe kazi. Lakini wewe unasema nimeokoka. Inakuaje? Huyu Mungu tumweleweje? Huyu Mungu tumweleweje? Tunaomba sana, tunatoa zaka, na wachungaji wanakula zaka zetu. Wanasema utapata tu, toa michango, changia kazi ya Bwana, Mungu atakusaidia. Unachangia lakini uone majibu unayotarajia. Inakuaje? Haya, tumwangalie mwingine tena. Mtu wa Mungu analalamika. Tuende kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 12. Yeremia sura ya 12. Yeremia sura ya 12. Tuweze kuona jamani, haya mambo lazima tuyajue. Tusiambiane tu utapata muujiza, utapata muujiza. Tuangalie huyu Mungu. Kama watu wengine walimhoji, kwa nini na sisi tusimhoji? Kwa nini na sisi tusimhoji? Yeremia sura ya 12. Kuanzia mstari wa kwanza. Sikiliza maneno haya. Wewe umwenye haki, e Bwana, nitetapo nawe, lakini nitasema nawe katika habari ya haki. Mbona njia ya wabaya inastawi? Mbona wote watendao hila wanakaa salama? Umewapanda, naam, wametia mizizi, wanakuwa, naam, wanazaa matunda. Katika vinywa vyao ukaribu, bali katika mioyo yao umbali. Lakini wewe Bwana wanijua mimi, umeniona, umeujaribu moyo wangu, jinsi unavyokuelekea. Uwakokote kama kondoo waendao kuchinjwa, ukawaweke tayari kwa siku ya kuchinjwa. Hata lini itaomboleza nchi na kukauka majani ya nchi yote kwa ajili ya mabaya yao wakao ndani yake? Wanyama wameangamia na ndege pia, kwa sababu ya waendao kwa miguu, nao wamekuchosha. Ikiwa wameangamia na ndege pia, kwa sababu walisema hatauona mwisho wetu. Mungu anasema hivi, ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu, nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana
na farasi, na ujapokuwa katika nchi ya amani usalama, lakini utafanyaje hapo katika kiburi cha Yordani? Kwa maana hata ndugu zako mwenyewe na nyumba ya baba yako wamekutenda mambo ya hila, naam, wamepiga kelele nyuma yako, usiwasadiki wajapokuambia maneno mazuri. Hata ndugu zako wanakuonea vibaya. Sema, Mungu wangu, inakuwaje? Mbona njia ya watu wabaya inafanikiwa? Wanaoabudu sanamu, wanaozini, wanaokula maganji, wanaokula rushwa, wanajenga majumba ya kifahari, wanaendesha magari ya kifahari. Sisi tunaenda kanisani, tunafunga na kuomba, lakini hatufanikiwi. Inakuwaje Mungu? Tumetegemea utujibu, hujatujibu. Inakuwaje? Wapendwa katika Bwana, wapendwa katika Bwana, ni muhimu. Mungu wetu anasema hivi, njooni tusemezane. Mungu anasema njooni tusemezane. Tusemezane na huyu Mungu leo. Tusemezane na huyu Mungu leo. Tunakosea wapi? Tumuulize huyu Mungu, tunakosea wapi? Twende kwenye Injili ya Mathayo sura ya 27. Injili ya Mathayo sura ya 27. Injili ya Mathayo sura ile ya 27, kuanzia mstari ule wa 11. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, husikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Unasikia wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu hakujibu neno hata moja. Kwa nini hakujibu? Kwa nini Bwana Yesu hakujibu? Mpaka liwali anashangaa. Wewe si unasikia mashtaka yote na unajua kwamba kwa haya mashtaka nitakunyonga? Hebu muangalie Tundu Lissu, yuko gerezani, ameletwa mahakamani, kesi ya kunyongwa hadi kufa. Anaulizwa maswali, anajibu kwa ghadhabu, anajibu, anashangilia. Lakini Yesu, kesi kama ya Tundu Lissu ya kunyongwa, hajibu kitu, wala hajaribishi kukimbia. Hajaribishi kukimbia. Kwa nini hajibu? Kwa nini hakujibu? Kwa hiyo Tundu Lissu hakai kimya, anajibu. Anajua sheria kweli, anajua sheria zote, hajibu. Tumweleweje Yesu ambaye tunapaswa kumwiga? Mpendwa katika Bwana, magumu unayopitia, shida unazopitia, Yesu alizipitia. Haleluya. Magumu unayoyapitia yote, hata yangekuwa na ukubwa wa kiasi gani, Yesu amepitia. Yesu ameyapitia. Na kama ameyapitia, sisi tufanyeje sasa? Kama tunamfuata huyu Yesu, tufanyeje? La kwanza ambalo unapaswa kulijua ni kwamba maombi yako yote unayoyaomba, yote uliyoyaomba na utakayoyaomba yote, yanaweza yakageuka kuwa chukizo mbele za Mungu. Yanaweza yakakuletea laana badala ya baraka.
Maombi yote tunayoomba na sadaka zako zote tunazozitoa yanaweza kageuka kuwa tatizo kwako mbele za uso wa Mungu. Unauliza inakuwaje? Unauliza inakuwaje? Ukitegemea akili zako mwenyewe kutatua hayo matatizo, unafanya dhambi bila kujua. Kwa maana Biblia inasema hivi, Mungu anazungumza hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sasa pale unapoanza kulalamika kutokana na magumu yako, pale unapoanza kunung'unika ndani ya nafsi yako, pale ambapo unakosa raha, amani kutokana na matatizo ulionayo, tayari huishi kwa imani. Kwa maneno mengine, kutokana na Waebrania 11:6, Waebrania 11:6 inasema hivi, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana kila aendeaye kwa Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo, ana nguvu, anampenda na yuko tayari kumsaidia. Sawa, yuko tayari kumsaidia. Sasa kama unaamini kwamba Mungu yuko tayari kukusaidia, kwa nini umekosa amani? Kwa nini umekosa raha? Unapokuwa umekosa raha, maana yake ni uthibitisho kwamba imani yako haijakaa sawa, na kila neno lisilotokana na imani ni dhambi. Imeandikwa, kila neno lisilotokana na imani ni dhambi. Imeandikwa kwenye Biblia, kwenye Wakorintho kama sikosei. Wakorintho, ngoja nitafute kwa faida ya watazamaji wetu. Ni Warumi, twende kwenye Warumi. Twende kwenye Warumi 12 kama sikosei. Warumi 14. Warumi 14 mstari ule wa 23. Warumi 14 mstari wa 23. Nasema hivi, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Naomba narudia tena. Pale unapokuwa umekosa amani, umekosa furaha ndani ya moyo wako, umefanya dhambi. Hata kama umetoa zaka milioni 20, umefanya dhambi. Hii dhambi ya kukosa amani ndani yako inamzuia Mungu asijibu maombi yako. Sasa turudi kwenye Zaburi ile tuliyoanza nayo ya 22. Turudi kwenye Zaburi ile tuliyoanza nayo ya 22 uweze kuona ninachokisema. Zaburi ya 22. Zaburi ya 22 mstari ule wa 20. Mstari wa 20 taendelea mpaka ule mstari wa 25 na 25. Sikiliza. Haleluya. Nasema hivi. Mstari wa 20, Zaburi ya 22 mstari wa 20. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe, naam, toka pembe za nyati umenijibu. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnamcha Bwana msifuni, enyi nyote mlio wazao wa Yakobo mtukuzeni. Mcheni enyi nyote mlio wazao wa Israeli, maana hakulidharau teso la mteswa, wala hakuchukizwa nalo, wala hakumficha uso wake, bali alipomlilia akamsikia. Kwako zinatoka sifa zangu
katika kusanyiko kubwa. Nitaziondoa nadhiri zangu mbele za wamchao. Naomba nisikilize hapa. Kosa ambalo linasababisha yale uliyoyategemea kutoka kwa Mungu, unapokuwa umetoa zaka, umesali sana, umeenda kwenye makongamano mengi ya Mwakasege sijui na ya nani na ya nani, na Mungu bado hajajibu sala zako, umepungukiwa na sifa moyoni mwako. Umepungukiwa na sifa moyoni mwako. Kwa maana tumesoma kwenye Zaburi hii ya 22. Tumesoma kwenye Zaburi ya 22. Mstari ule wa 3, sikiliza. Na wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mungu anakaa kwenye sifa za watu wake. Manunguniko, malalamiko ndani ya moyo wako. Mungu hakai kwenye malalamiko. Shetani ndio anayekaa kwenye malalamiko na manunguniko. Kwa hiyo unapokuwa na manunguniko na huzuni ndani ya moyo wako, unamzuia Mungu asijibu. Manake yuko mbali na wewe. Mungu anakaa kwenye sifa. Unasema nitamsifuje Mungu wakati sina mtaji, sina mwanaume, sina pesa? Nitamsifuje huyu Mungu? Narudi kwenye Mathayo ile 27. Yesu anahukumiwa na watu. Hana hatia, hana makosa. Anahukumiwa, amekaa kimya. Amekaa kimya, lakini ndani ya moyo wake anamtukuza Mungu. Mungu, unajua hili linaloendelea hapa. Najua hili linaloendelea hapa halikushindi. Haleluya. Kakaa kimya. Kakaa kimya. Mpaka liwali anashangaa, mbona ujibu? Mbona ujibu? Hajibu kwa mdomo, lakini moyoni mwake anamtukuza Mungu. Mungu, hili unaliweza. Sibabaishi na makelele ya watu. Sibabaishi na maneno ya watu. Sibabaishi na serikali inafanya nini, watu wanafanya nini. Kama Lissu anavyobabaisha, anapiga makelele. Tundu Lissu anapiga makelele. Anajua atatoka tu. Lakini bado anapiga kelele. Sasa Bwana Yesu amekaa kimya akijua mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamwokoa nayo yote. Haleluya. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamwokoa nayo yote, na hili ataniokoa. Wacha wapige kelele. Wacha wapige kelele. Bwana, hili ataniokoa. Watanisulubisha, lakini nitafufuka. Danieli akasema, mtanitia kwenye tundu la simba. Sawa, niingie kwenye tundu la simba. Bwana akamwokoa. Shadrach, Meshach na Abednego wakawekwa kwenye tanuru la moto, lakini Bwana ataniokoa. Paulo na Sila wamewekwa gerezani, wanamsifu Bwana. Wako gerezani, wanamsifu Bwana. Wamepigwa sana, lakini wako gerezani, wameonelewa, lakini badala ya manunguniko wanatoa sifa. Kama wanajua Bwana anakaa kwenye sifa za watu wake. Kulalamika na kunungunika, shetani wanapata kiti cha kukalia. Kwenye manunguniko unampa kiti shetani akalie. Utaomba, utakesha, utaona jibu ngo. Unaweza kuona. Naomba nisikilize. Twende kwenye Zaburi ya 46. Twende kwenye Zaburi ya 46. Zaburi ya 46. Inasema hivi, mstari wa 1. Hadi ule wa 3. Tutoke kwenye Zaburi ya 46. Tusome haya maneno ya Bwana. Anasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, wakati watu wananicheka, wananidharau. Kwa hiyo nitarudia tena mstari wa 1. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Maji yake yapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vyafurahisha mji wa Mungu, pakatifu pa maskani za aliye juu.
Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atakusaidia asubuhi na mapema. Unaweza kuona, anasema Mungu kwetu sisi ndio kimbilio. Kwa hiyo ndani ya moyo wako mkimbilie Mungu. Wewe papatika, sio nifanye hivi, sio hivi, kwa nini? Au kwa nini wanasema hivi? Wananionelea, sio nini? Wananisema vibaya. Tulia. Mungu anasema tulia, niachie mimi. Zaburi 46 hiyo mstari wa 10. Mstari wa 10 sema hivi. Acheni, anaanzia mstari wa 9 kwa utamu wake. Mstari wa 9 sasa hivi. Mstari wa 9. Hapa nianzie mstari wa 8. Maneno ya Mungu ni matamu sana. Mstari wa 8. Zaburi 46. Sasa hivi. Njooni mkayatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Hasa ndio mstari wa 10. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Hasa kwenye Kiingereza inasema hivi, be still and know that I am God. Asema acheni, Mungu asema niachieni mimi, kwa maana vita hii ni yangu, sio yenu. Haleluya. Hii vita ni sio yenu. Vita ni, asema acheni muone nitakavyotukuzwa. Acheni muone nitakavyotukuzwa. Meshak, Shadrach na Abednego wakamwachia Mungu, wakasema tutupeni kwenye tanuru la moto. Wakatupwa kwenye tanuru la moto. Mfalme akashangaa, jamani, tumetupa watu 3 pale, mbona kuna mtu wa 4? Tumetupa watu 3, mbona kuna mtu wa 4 wanatembea kwenye ule moto? Haleluya. Mfalme akasema, jamani, Shadrach na Meshach, watumishi wa Mungu, tokeni. Wakatoka watatu. Waliona 4, lakini walitoka ni 3. Kuna ulimwengu wa kiroho unafanya kazi. Kuna ulimwengu wa kiroho unafanya kazi. Kwa hiyo Yesu alipokaa kimya mpaka liwali, anawaambia wewe usikii haya yote wanaoyasema, wanakushtaki, unaenda kunyongwa. Jibu ni kuokoa, ni kuachilie. Yesu kakaa kimya, anasema acheni muone kwamba mimi ni Mungu. Acheni. Mwachie Mungu mpendwa. Mwachie Mungu mpendwa. Mtukuze Mungu ndani ya moyo wako. Usilalamike na kuona watu wanakuonelea, wanakusema vibaya, wanakudharau, wanakung'ong'a. Waache waendelee kung'ong'a, lakini siku Mungu atakapoonyesha ukuu wake, kwa sababu umemwachia yeye afanye kazi, atakutoa kwenye hilo gereza. Kama na Mungu ni mwaminifu, Mungu sio muongo. Mungu ni mwaminifu, Mungu sio muongo. Mwachie Mungu, acha kulalamika, acha kunung'unika. Na hii ndio kazi ambazo unapaswa uifanye wewe, ili Mungu akuondoe pale. Kuna kitu unapaswa ufanye, na kitu kimoja ni kumsifu yeye awezaye yote. Angalia ukuta wa Yeriko ulivyoanguka. Watu wanazunguka siku 7. Siku ya 7 Mungu asema pigeni kelele. Pigeni kelele, ukuta utaanguka. Na ukaanguka kwa kelele tu. Ukuta ambao ni mnene, hata gari pale juu linaweza likapita. Ulianguka kwa kelele za wana wa Israeli. Kwa sababu waliamini ahadi za Mungu kwamba wakipiga kelele ukuta utaanguka. Katika kisa cha kibinadamu huwezi kaelewa kama kelele ziangusha ukuta wa gereza. Kelele ziweze kuangusha ukuta, kelele tu. Sifa ziangusha ukuta. Katika kisa cha wanadamu hicho kitu hakieleweki. Lakini walipomwamini Mungu kwamba kelele ziweze kuangusha ukuta. Haleluya. Ukuta ukaanguka. Mwamini Mungu ambaye alikupenda hata akamtoa mwana wake wa pekee ili wewe uweze kuokolewa na hayo matatizo ulionayo. Mwamini Mungu. Hajakuacha. Amesema sitakuacha wala sitakupungukia. Huyo ni Mungu, sio mwanadamu aliyesema. Sawa? Huyo ni Mungu, sio mwanadamu. Sawa? Msinungunike, Biblia inazungumza. Twende kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10.
Wakorintho sura ya kwanza, sura ya 10 mstari wa 10 inasema hivi mpaka wa 13. Sikiliza maneno haya. Wala msinung'unike kama wengine walivyonung'unika wakaharibiwa na maharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Kwa hiyo anayejidhania kwamba amesimama kwa sababu anatoa zaka sana, anakesha sana, anaenda kwenye makongamano sana, anaenda akosi ibada, anayejidhania amesimama. Narudia mstari huo wa 11. Basi mambo hayo ya Meshaki, Shadraka na Abednego, ya Danieli, ya Paulo na Sila. Naomba narudia na mstari huo. Narudia tena. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11. Nasema hivi, unaanzia mstari wa 10. Narudia tena maneno. Wala msinung'unike kama wengine walivyonung'unika wakaharibiwa na maharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu aliye hai ni mwaminifu, ambaye hata kuacha ujaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu, huyo Mungu aliye mwaminifu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Unamtumaini Bwana, unaamini Bwana kwamba atafanya mlango. Kwa nini unaendelea kunung'unika badala ya kumsifu Mungu? Kwa nini unaendelea kulalamika? Msifu Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yupo na atawapa thawabu, atawapa majibu, atawapa matarajio yao wale wanaomngojea. Nimalizie na Isaya sura ile ya 40. Nimalizie kwa sababu nilipanga kuisoma hii, ningependa nimalizie kwa sababu na yenyewe ina utamu wake. Isaya sura ile ya 40 kuanzia mstari ule wa 27 mpaka mwisho wa sura hiyo. Mbona unasema Yakobo, unanena unalalamika? Mungu anauliza mbona? Narudia tena mstari wa 27. Mbona unasema Yakobo, mbona unanena Israeli, njia yangu imefichwa, Bwana asione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia? Hata kwenye YouTube, yeye Mungu wa milele, Bwana Mungu muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Unanung'unika kwa sababu unazichunguza akili za Mungu, unaona hapa simuelewi. Unachepuka, unaanza kuzini kabla ya ndoa. Narudia tena maneno haya tena kwa sababu mstari wa 27. Narudia, usiachoke maneno ya Mungu. Mbona unasema Yakobo, mbona unanena Israeli, njia yangu imefichwa, Bwana asione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo, asiyekuwa na mtaji, asiyekuwa na sura nzuri, wanaume wa mtongozi, humwongezea mvuto. Endelea mstari wa 30. Haya, vijana watazimia na kuchoka. Sawa, anasema hivi, vijana wanaweza wasiolewe. Wewe mwenye miaka 40 ukaolewa, usikate tamaa. Kama una miaka 40 utaolewa. Hujasoma, utapata tu kazi nzuri, utafanya biashara nzuri, utafanikiwa. Narudia tena mstari wa 30. Haya, vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Jamani, kwa nini umechoka?
umekata tamaa, umekuwa mtu wa kulalamika, mtu wa kunung'unika. Kwa nini umechoka? Kwa nini umechoka? Kwa nini umechoka? Na kuuliza mpendwa katika Bwana, kwa nini umechoka, umekata tamaa? Umeona ni miaka mingi sana umehangaika, lakini jibu liko hapa. Jibu liko hapa. Kuwa mtu wa kutubu. Kuwa mtu wa kutubu mara kwa mara. Kuna mambo mengi sana hujayatubia. Uongo wako, usengenyaji wako, uoga wako, unapaswa uwe unautubia, kwa maana imeandikwa kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye dhambi zake atapata kibali cha kufanikiwa. Narudia tena, hiyo ni Mithali 28:13. Anasema hivi, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hiyo lazima ujichunguze, ujiangalie wewe mwenyewe. Uone kwamba uko sawa mbele za Mungu. Usisubiri Jumapili kutubu dhambi zako. Toba ni ya kila siku. Unapokuwa umesema uongo, umewaza mabaya, umefanyia mtu kitu kibaya, tubu haraka sana, kwa maana Mungu anataka ufanikiwe. Mungu anataka ufanikiwe. Nimalizie na Isaya 64 mstari wa 4. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu ila wewe, atendaye mambo kwa ajili yake amngojeaye. Narudia mstari huo, Isaya 64 mstari wa 4. Maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho halikuona Mungu ila wewe, atendaye mambo kwa ajili yake amngojeaye yeye. Mpendwa, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa mapema sana. Waambie na marafiki zako. Naitwa Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Mungu akubariki.